بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuanza wa kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salamu zimwendee wa mwisho wa manabii, mbora wa viumbe, mwalimu wetu, mpenzi wetu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahaba zake kiram na waislamu wote watakubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi siku ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba tujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Naam, ndugu zangu waislamu, tulianza jana programu ya kitabu chetu ambayo tulikitoa katika kitabu Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawi Al-Kitabi Was-Sunnah. Tukachukua sehemu moja kutokana na wakati ambao tumo ndani yake, ambapo tunasoma kitabu Siyam, tulizungumzia kuhusu saumu. Jana tulisema kwamba saumu, mlango wetu wa mwanzo umekusanya milango mitano, na tulizungumzia al-mas'ala, tumezungumzia mas'ala, na mas'ala ya kwanza, mlango wa kwanza umekusanya mas'ala takriban tano, takriban mas'ala mbili, na zote tulizungumzia jana. Mas'ala ya kwanza ambayo ni kutambulisha nini saumu na nguzo zake, hiyo tulimalizia jana. Leo tunaanza al-mas'alatu thaniya, mas'ala ya pili, hukmu siyami ramadana wa dalilu dhalika. Leo tunazungumzia hukumu ya kufunga mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhan, na dalili zake. Wanatuambia wanazuoni ya kwamba faradallahu azza wa jalla siyama ramadani, siyama shahri ramadana, waja'alahu ahada arkani al-islami al-khamsa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kafaradhisha, kalazimisha saumu ya kufunga mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhan, waja'alahu ahada arkani al-islami al-khamsa, na akajalia saumu hiyo ya mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhan, ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Wadhalika fi qawlihi ta'ala, haya yamekuja katika kauli yake Allah aliposema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini Allah, kutiba alaykumus siyam, mmefaradhishiwa kufunga mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili tumpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, na katika kauli ya Allah nyingine, hiya kwanza ni surati al-Baqara aya 183, na aya 185 katika sura hiyo hiyo al-Baqara, Allah kasema, shahru ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'an, kwamba mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani, ndio mwezi ambao imeteremka ndani yake Qur'ani. Hudan linnas, ambao ni uongofu kwa watu, wabayinatin minal huda, na ni kipambanuzi, ni ubainifu katika uongofu, wal furqan, na ni kipambanuzi. Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, na hii ndio nafasi inaonyesha ulazima wa kufunga mwezi wa Ramadhani. Atakayeshuhudia mwezi huyo wa baraka, ukamkuta si mgonjwa, si msafiri, hana udhuru wowote, falyasumhu, basi huyo analazimika kufunga mwezi huo wa Ramadhani. Walima rawahu Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, na kwa ushahidi mwingine wa kuonyesha ulazima wa kufunga mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani, hadithi ambayo alipokea Abdullah ibn Umar, Allah waridhie watu wawili masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, anasema Ibn Umar,
Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema mjumbe wa Allah, sala na salama ziwe juu lake, buniya alislamu ala khamsi, kwamba Uislamu umejengeka juu ya nguzo tano. Watu wengi wanapenda kufasiri eti Uislamu ni nguzo tano. Uislamu sio nguzo tano. Uislamu umejengeka juu ya nguzo tano. Maana kuna mengine zaidi ya hizo nguzo tano. Kwa hivyo sio tu Uislamu eti ni hizi nguzo tano tu. Ndio unasikia watu wana hivi ametoka Maka tayari amekamilisha nguzo ya tano. Amemaliza. Kamaliza nini? Uislamu umejengeka. Jamani, kujengeka ni kwamba chini pana nini? Pana vingine. Naam. Kama umejengeka juu ya nguzo tano, inaonyesha kwamba sio hizo nguzo tu, na kuna mengine. Akasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, nguzo ya kwanza, shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Natazama gisi Rasul alivyoziambatanisha hizi mbili, haziachanagi. Ilikuwa mtu anaweza akasema shahada ya kwanza iwe ni nguzo na shahada ya pili iwe ni nguzo kivyake, lakini Rasul anaziambatanisha kwa haviachanagi. Mnaona hata kwenye adhana, au sio jamani? Ashhadu an la ilaha illa Allah inafata ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Kwa nini ndugu zangu? Shahadatu an la ilaha illa Allah inakwenda na ikhlas. Alafu shahadatu anna Muhammadar Rasulullah inakwenda na mutabaa. Lazima unachokifanya ukifanya kwa ajili ya Allah, hiyo ni kwenye la ilaha illa Allah. Alafu kileo namnavyo utakavyokifanya, namnavyo utakavyoitenda hiyo ibada, uitende kama alivyoitenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndio Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo nguzo ya kwanza ni shahada ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad bila shaka ni mja na ni mjumbe wa Allah. Wa iqamis swala, na nguzo ya pili ni kusimamisha swala. Wa ita, na kusimamisha swala ndugu zangu ni Kiswahili hicho. Ukisema kusimamisha swala utarudiaga tena kusali? Na Waswahili jamaa, kusimamisha swala. Hiyo hoja wanaitumia manaswara huko kwenye mihadhara ya Biblia. Eti mwe mnaenda kinyume na mtume wenu. Mtume wenu amesema wa iqami swala, na kusimamisha swala, msirudie tena kusali. Tunasikia mnasimamisha. Tunawaambia mwe bana, mwe hamna dini. Hata Kiswahili chenyewe ndio hivyo tena, mnaogoteza. Sasa mti wa taa umeanguka, tunafanyaje? Tunausimamisha. Na tukiuacha chini watu watapata mwangaza, lakini ukisimama mwangaza unasambaa. Kwa hivyo kusimamisha swala ni tofauti na kusali, na ndiye maana Allah aliwalaumu wenye kusali tu ndani ya Qur'an, lakini hakuwalaumu wenye kusimamisha swala. Fawailul lilmusallina, ole wao wenye kusali, alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun wa yamnauna almaun. Allah aliwalaumu, lakini mwenye kusimamisha swala ni yule ambaye anasali yeye na mke anasali na watoto wanasali. Yana anakuwa na mambo mawili, anafanya ibada, anaitekeleza hiyo ibada na kuifanyia da'wa yake na kuwaita wengine katika hiyo ibada. Hapo amesimamisha nini? Swala inakuwa nyumbani kwake imesimama kabisa. Lakini ukisali wewe mwenyewe mke nyumbani haswali, watoto hawasali, hujasimamisha swala. Maana wewe ukifa leo tu, athari ya swala inapotea ndani ya nyumba yako, au sio jamani? Nguzo ya tatu akasema Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa itai zaka, na kutoa zaka. Na nguzo ya nne wa saumi Ramadhana, na hapa ndo kimekusudia kufunga mwezi wa baraka, mwezi wa Ramadhani. Na nguzo ya tano wa haji baitillahil harami man istata'a ilayhi sabila. Nguzo ya tano na kuhiji nyumba tukufu ya Maka kwa mwenye uwezo wa kwenda na kurudi.
Yani asija kuambia mtu bana kwa umuhimu wa hija uzisha parceli. Afu watoto ni waache wapi? Wanaambia nushi parceli, watoto ni waache wapi? Allah ni muweza. Hiyo sio imani, ujinga. Wewe hauna uwezo, mwambie mimi si manista toa. Amesema Allah, mtume kaweka wazi, ni mwenye uwezo. Mimi sijawa na uwezo, siwezi kuosha nyumba sha. Mtu anaenda kukopesha eti joinde Maka. Yani ni unajikalifisha. Muombe Allah. Muombe Allah. Ni muweza atakufikisha huko. Lakini usifanye maajabu. Kwa hivyo hadithi hii inatuonyesha kwamba saumu ni wajibu kwa kuwa ni moja katika nguzo tano za Uislamu. Walima rawahu Talhatu ibn Ubaidillah radiyallahu anhu. Na ushahidi wa tatu, hadithi ambayo ipokea Talha mtoto wa Ubaidullah. Anasema anna a'rabiyan jaa ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tha'ira ar-ra's. Haya mambo kwamba Arabi ni wale Waarabu wanaishi vijijini mbali kabisa, na hao walimsumbua sana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini walimsumbua? Kwa kuwa walikuwa mbali ya mafundisho. Kila siku mtu sheitani akifaulu kukutenga mbali na mafundisho amemaliza. Yani hana lingine atakalolifanya, hilo tu litakumaliza wewe. Ukikwepa vikao vya mawaidha tayari shetani amekumaliza. Yani haiwezekani mtu afanye siku 3 bila kula kisha kwambia asikii njaa. Wewe unasemaje? Mimi sijala siku 3 lakini sisikii njaa. Subiri tu utaanguka barabarani. Vivyo hivyo na roho yako, kama kuipa chakula cha nafsi utaanguka tu. Roho itabadilika tu. Sasa walimsumbua sana Rasul sallallahu alaihi wasallam juu ya kuwa mbali ya mafundisho. Siku moja Rasul alikuwa anatoa mawaidha msikitini. Arabi yuko msikitini na anafuata mawaidha, ndo kayavumba hapo sasa wale ile chetu kile chenyewe kile. Kayapatia hapo. Sasa anaona kabano na haja ndogo. Mimi nikitoka nende huko si nitasikia wenye mtume atasema kajendeza kule nyuma ya msikiti kule kukona msikiti kule. Msikiti wa mtume hapakuwa ukuta kati ya wanaume na wanawake. Palikuwa pako hivi, wanasali wanaume mbele, wanawake nyuma. Ndivyo ilivyokuwa mpaka sasa alikufa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapakuwahi kuwa ukuta kati ya wanaume na wanawake. Hapakuwa. Sitara iliyokuwa inatumika ni ile kina mama wanajistiri, wao wenyewe wanavaa full hijab. Sasa jamaa akatizama akaona msikitini kina mama hawako. Akaenda kule mwisho msikitini ndani. Kafungua suruali anaanza kuangusha habari. Msikitini ndani maswahaba wakataka kusimama kwenda kumvamia mtume, akasema mwacheni anamaliza. Sallallahu alayhi wasallam. Allah kamsifu, wa innaka la ala khuluqin adhim. Haikawa ni mwenye tabia ili uko tabia yako iko juu ya tabia njema. Mtume akamwambia maliza. Jamaa akaendelea mpaka akamaliza. Kajiandaa sawa sawa, akarudi. Rasul akamsogeza karibu. Akaanza kumfundisha, hapa ni msikitini. Hii ni nyumba ya Allah. Adabu zake ni kadha. Kwa sauti nyepesi, laini. Unaona sisi tunakuwa tena makosa, hata kijana akisali karibu yako akikosea. Yaani sio wewe una hamu tu utoe salamu. Ni salamu sana. Wewe usikiaje wewe? Wewe kwanza wana nini? Dawa hizo kwenda hivyo. Yaani unamfukuza mtoto msikitini. Msogeze karibu kijana, sio vizuri. Wanakaa wanasali hivi ukiwa unaongea na Allah, unafanya hivi taratibu. Rasul akamnasiki taratibu. Ule Arabi akainua mikono juu akaomba dua ya maajabu. Allah, nakuomba unisamehe mimi na mtume tu. Watakunipiga. Nisamehe mimi na Rasul tu, nisamehe. Hawa wote awamu. Ndio ilivyokuwa Arabi. Kwa hivyo walikuwa na mambo mengi ya maajabu ajabu kabisa. Hata wakati wa kumuita Rasul walikuwa hawatumii, hawana adabu ya Kiislamu. Wako mbali mafundisho.
Yani anatoa kule, alishaga msikia akaslimu, hajamuona, anakuja na shauku ya kumuona. Muhammad yuko wapi? Ndio ule Muhammad, anamuita mtume kwa jina, jambo ambalo Allah hakupata kumuita mtume wake kwa jina Qur'ani nzima, bali alimuita kwa sifa, ya ayuha rasul, ya ayuha nabiy. Ama akilitaja jina iko anaeleza, wama Muhammadun illa rasul, hakuwa huyo Muhammad isipokuwa ni mtume, lakini hakupata kumuita kwa jina, lakini Arabi alikuwa anamuita. Na rasul alikuwa anawajua, akishasikia sauti anajua huyu ni Arabi, anakwenda na ritme yake. Tazama sallallahu alaihi wasallam, profesa Muhammad, na anatika niko hapa, ili jamaa furahi, si ndio kwao kule. Na nitakuwa ile sauti sasa, wewe una adabu wewe. Mtizame kwanza ni nani. Rasul anaitika kwa ile ritme yake. Maswahaba wanashangaa, niko hapa. Jamaa anakuja akibia, "Asalamu alaykum." Mimi nilikuwa nakusikia bwana, nilikuwa sijakuona, wewe ndio Muhammad. So alimsumbua sana Rasul. Sasa jaa Arabiyu, jamaa alikuja ila nabii sallallahu alaihi wasallam. Maswahaba wanasema, Talha anaeleza, fa'ira ar-ra's, kaja kichwa chake nywele zimesambaa, yani atakuchanua hakuchanua. Na leo shetani leo ameliingiza kwa vijana, wanawake sijui dread funga hivi, nywele zinakuwa unaanza ni miti imesimama mkichwa hivi. Vitu gani jamani? Sasa wakimuuliza kwa nini haramu, tunakuuliza umemfuatilia nani? Sio swala hilo jamani. Nani ambaye amekupa hiyo mfano? Sana julikana, mvuta bangi wa kwanza duniani Bob Marley, msokoto wa bangi. Ndio unafuatilia. Na sisi tumeambiwa tumuigie nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kaja Arabiyu, nywele zimesambaa. Faqala ya Rasul Allah, huyo kidogo shapokea, akamwambia ewe mjumbe wa Allah, akhbirni madha farada Allahu alayya min as-siyam, nieleze madha farada Allahu alayya min as-siyam, kitu gani chenye Allah kuhusu upande wa saumu, ni kitu gani chenye Allah amenifaradhishia, ni aina gani ya saumu ambayo ni lazima kwangu. Ona Rasul ameziona hizi nywele, lakini hajampeleka huko, maana huyu anahitaji mengine, mafundisho ya mbali. Usianzie mtu ameslimu leo na ufuge ndevu, usifanye hivi. Ona makucha yako ni marefu ya kati. Mshana na hii dini bana, hivi sitaiweza hivi. Unamtia uoga, anza kumfunza Uislamu, mfunze swala, mfunze tauhid. Afi vingine tutakuja baadaye, sio mwanzie ile siku. Rasul akamjibu le Arabiyu, kilichofaradhishwa kwako katika saumu shahru Ramadhan, ni kufunga mwezi wa Ramadhani pekee. Qala, akamuuliza hal alayya ghaira, yani hakuna nyingine saumu, ana hamu ya ibada, hakuna nyingine saumu mimi niitekeleze? Qala, mtume akasema la, hakuna nyingine, hakuna illa an tatawwa shay'a, labda saumu zingine, saumu za sunna sizipo jamani, labda saumu zingine, saumu za sunna. Naam, hadithi kawa imeishia hapo, amechukua sehemu ndogo tu. Waqad ajma'atil ummatu ala wujubi siyami ramadana, na umma mzima umekubaliana kwamba kufunga mwezi wa baraka wa Ramadhan ni lazima. Wa annahu ahadu arkanil islami, na kwamba saumu ni moja katika zile nguzo tano za Uislamu, allati ulimat min ad-dini bidarura. Ili neno wanatumia wanawazuoni, kuna jambo ambalo kila Muislamu analijua, ndio wanatumiaga hili neno ulimat min ad-dini bidarura, linatambulika katika dini kwa kila Muislamu kwamba hili liko hivi, kama vile saumu. Hata matariku swala Ramadhani ikifika, mwezi wa tauba, mwezi wa toba, huyo unamwona anaingia wapi? Msikitini, anajua ulazima wa hicho kitu.
wa anna munkirahu kafirun, na umma mzima umekubaliana kwamba akipinga mtu kwamba kufunga sio lazima, huyo ni nani? Kafiri. Murtaddun anil islam, anachukuliwa kwamba ni mtu ameritadi katoka ndani ya Uislamu. Fathabata bidhalika fardiyatu sawmi bilkitabi was sunna, kwa hivyo likawa limethibiti kwamba saumu ni faradhi kwa mujibu wa kitabu, dalili za Qur'ani, wa sunna, na dalili za sunna, wal ijma', na kukubaliana wanawazuoni wote, wa ajma'a almuslimuna ala kufri man ankarahu, na waislamu wote wakawa wamekubaliana ya kwamba amekufuru yule ambaye atakayepinga saumu hiyo. Lakini ndugu zangu, wakati gani tunasema kwamba kakufuru? Ni mpaka tumnasihi. Yaani mtu asiseme tu mara moja saumu sio lazima. Shali sema msikitini kafiri. Kafiri. Kwanza mnasihi. Kuna sasa ni mjinga. Sinawezekana jamani. Yeye haelewi, anataka kufunga sio lazima bwana. Mimi kufunga kwa mujibu wa Qur'ani na hadithi za Mtume ni lazima, ni kadha 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 kadha. Akipinga hapo baada ya kuelekezwa, hapo tunasema wewe amekuwa nani? Amekuwa kafiri. Lakini kuna mwingine maskini ukimzindua na wallahi nilikuwa sijui, mimi nilikuwa najua zatu, na pako waislamu wengi maskini anafunga leo, baada ya siku anakula. Mimi ninakumbuka nyumbani, baba, mama, familia nzima, usiku tunamaliza kufuturu, panapita ulizo pale kwenye msala pale kwa tumekaa. Bwana wenye watafunga kesho waanze kusema tujue taandaa futari ya kiasi gani. Nyumbani. Sisi wote waislamu, tena wazawa. Hebu jiulize leo ulizo kupita barazani wenye watafunga kesho. Maana kuna wenye hawatafunga. Pale ndio mnaanza kujiwaza, mimi kesho sitafunga. Na unawe, mimi nitafunga. Mimi sifungi. Basi tutaandaa futari ya hivi. Yaani swala linapita kikawaida tu. Tukakuwa hivyo kabisa. Mimi napenda kuwaambia watu, nimeanza kusoma alifun. Niko somo la 10 la Kizungu. Ni mtoto mdogo huyo. DZM ndo naanza alifun. Tena nimezaliwa Buyenzi. Si ndo kwenye kitofu jamani? Pale baba na mama sio kwamba waliingia dini Waislamu kabisa. Nimezaliwa na Waislamu na kulia Buyenzi, lakini hata suratul Fatiha ile ya mkichwa, hapana ile ya mkitabu, ya kichwani, darasa la 10 nilikuwa sijui. Kwenda msikitini siku na pametokea dharura, umeingia msikitini kiaina hapo, napiga tu mswaki, kama mswaki yako 10 na ngapi hivi unakuwa umemaliza swala. Ona hesabia miswaki tu mingapi, kipiga miswaki kama vile 10 na ngapi, unarukuu. Kwenye rukuu mswaki unaondoka, mswaki ukimaliza unaondoka zako na kwenda. Wallahi maisha ambayo tuliyoishi, na wako wengi mpaka leo ni hivyo. Nijui na kuaga ndio hivyo tena. Lakini mtu ukisema bana wakusanye watu, hasa huyu wakati kidogo pana unafuu. Jokorani kidogo imechukua spidi tofauti na zama zetu, au sio kaka? Nakumbuka zama zetu kidogo ilikuwa sio sana. Hata walimu mistawa yao ilikuwa ni chini sana. Palikuwa fimbo ndo zilikuwa mbele, ndo zilinikimbizaga mimi kwa masomo. Nyingi sana. Yaani mimi nimeona kisa napigwa mwenzangu, nikaona mimi sikuwa tanifikiria nitakufa. Nikafunga virago nikaondoka, sikurudi. Halafu wanakuja nyumbani kunibuka, kuninyanyua, anirudishe kwa masomo kwa nguvu. Tukatoka na mipanga shia. Wanafunzi kutoka kimbia. Allah akanifanyia nusra darasa la 10. Nimeanza kusogea kwa mwalimu wangu, Allah mlaze mahala pema, Sheikh Yusuf Mahmud. Tuko pamoja, kaka nakumbuka hapa. Tuko pamoja, lakini nikimwona kaka napata kumbukumbu ya mbali sana. Tuko pale. Tunaanza kusogea pale, ndo sahamu ya kusoma ikaja. Na mimi nimesoma ndugu zangu, nilikuwa mcheza mpira lakini Allah kaniwahi mapema, sijaingia kule kwenye maligi yale ya hatari.
nikaanza kupata mawaidha, watu wa maligi wakaja kunitafuta, tayari nimeshajengeka, nikakataa kwa ajili ya dini. Ule wakati Vitalom nakumbuka inavuma sana sana sana, ule wakati ule, na mimi ndo nilikuwa na chemka kabisa, ilitafutwa kabisa, lakini kwa ajili ya dini nikawa nimejiziwia. Maana unajua kiingia mle wewe na shirki amwachani tu. Kwa hivyo ndugu zangu, tutoe muda tusome dini yetu. Ndiye maana utaona mambo mengi sana, makosa mengi yanafanyika. Wallahi kuna Muislamu mpaka leo mwambie kusomea atahiyatu, ndio utasikia sasa kila kalite za atahiyatu zitatoka, tapigwa atahiyatu za kila namna. Bali kuna wengine watapandisha hasira ya kujiokoa. Sasa wewe unaanza sasa tukusoma bana, sisi tumesoma, twende zetu bana. Unajua kakwepa jamaa hapa, anaondoka kiulaini kakwepa, jua anajua tahiyatu yake akianza hapa wote mtaangukiana. Tahiyatu mtoto wa watu, kiatu cha watu, itapigwa. Wao nasikiliza tahiyatu wa sasa, hii sana too much. Tusome ndugu zangu, leo tutaishia katika hii masala ya pili. Kesho tutakuwa na darasa kwa na Ijumaa Kongo huko. Niombeeni dua, maana mnasikia hali yenyewe iko, na mimi na Ijumaa huko, lakini sio Kongo ya mbali sana, na karibu na kuzungumza na wakongomani huko. Kwa hivyo inshallah taala tukirudi tutaendelea na kitabu chetu hadi tamati bi mashiatillahi tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.